lakini ni kwa sababu ya umaskini. Lakini hatuna desturi ya kusema baada ya miezi 3 au 6 tunaweza kukaa kwenda kwa daktari wetu tukapima afya yetu, kutaka kujua kiwango cha sukari kiko kiwango gani, kiwango cha mafuta kiko kiwango gani, mazingira ya figo yako kiwango gani, ini liko kiwango gani, yaani kupata taarifa ya kimaabara, mwenendo wa afya yako, kitu gani kimezidi, kitu gani hakijazidi. Hatuna utaratibu huo, na sidhani kama ni mila inachangia, kwa maana utamaduni hatujazoea hivyo, lakini msingi wake ni uwezo mdogo wa kipato tulichokuwa nacho. Kwa sababu inawezekana labda unatakiwa kwa siku ya kwenda kupima uwe na shilingi 100,000 au 70,000. Una watoto wanataka kwenda shule, una watoto wanahitaji hichi, kuna mambo kadha wa kadha kwa ndani ya familia, kunahitaji uache pesa chakula nyumbani. Sasa unajikuta ukifanya tathmini hiyo haikuruhusu kwenda kufanya utaratibu huo, kwa sababu bado umeamka, unajiona uko na nguvu, uko salama, umevaa shati lako vizuri, unakwenda kazini. Kumbe kuna tatizo linakusogelea taratibu, lakini kwa sababu hujalala, hujawa na homa, hujawa na dalili yoyote inaonyesha kuwa afya yako haiko salama, unaona hapana, nitakwenda labda mwezi mwingine au nitakwenda kesho. Kile ulichokuwa nacho unakipeleka katika sehemu nyingine. Ni kwa sababu ya kipato ulicho nacho hakiwezi kugawanyika vizuri. Kingekuwa kina uwezo wa kugawanyika vizuri, ilikuwa ni jambo zuri zaidi kuwa na taarifa kila baada ya miezi 6, afya yako ikoje na unawezaje kuichunguza kwa umakini, na unawezaje kuepuka madhara, kwa sababu unayo taarifa kwa kitu fulani hakiko vizuri. Maana yake unarekebisha kabla ya madhara hayajatokea. Lakini hatuendi huko kwa sababu kipato chetu sio rafiki kwa walio wengi, kwa sababu mimi naishi katika maisha ya watu ya kiwango cha chini. Kwa hiyo naona tunavyoishi, naona tunavyoamka, tunavyokimbizana. Ni mfano wa kuku wa kienyeji na kuku wa kizungu. Kuku wa kizungu au kuku wetu wa kisasa ni lazima aandaliwe chakula, ni lazima aandaliwe madawa kwa kiwango cha uangalizi wa juu. Lakini kuku wa kienyeji ataangaliwa, lakini si kwa kiwango cha juu. Kukicha akishafunguliwa mlango anakuwa anashughulika na kutafuta maisha yake, na jioni hukumbuka kurudi sehemu anapostahiki kwenda kupumzika. Watu wengi wa Afrika wanaishi hivyo, yaani kukicha tu yuko barabarani anakimbizana na kutafuta mkate wake na watoto wake. Baada ya hapo